Jamii imetakiwa kuwajali na kuwathamini watoto yatima pamoja na kujumuika nao katika shughuli mbalimbali za kijamii, kwani nao ni watoto kama watoto wengine na wanastahili upendo, malezi na msaada kutoka kwa jamii iliyowazunguka. Wito huo umetolewa na vijana wa Mpendae mara baada ya kumalizika kwa futari maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya watoto yatima, ambapo vijana hao walipata fursa ya kujumuika na watoto hao katika futari hiyo kwa lengo la kuonesha upendo na mshikamano. Kabla kuanza kwa futari hiyo, walipata fursa ya kuwaombea dua marehemu waliotangulia mbele za haki. Miongoni mwa vijana walioandaa futari hiyo, Ali Muhammad Sheha, ambapo wamesema kuwa wameamua kuandaa futari hiyo kwa ajili ya watoto yatima ili kupata fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasa katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Futari ya leo hii ni mara ya mwanzo kwa Ramadhani ya mwaka 1447. Vijana tu wa mtaani mashallah wanaofanya kazi tofauti tofauti wamekaa, wamekuja kuleta fikra na lengo, bwana tukae kwenye futari ya pamoja. Na mwanzo ilikuja vijana wenyewe wachangishani wa futari, lakini kila siku zilivyoenda fikra zikatanuka, akasema hii futari bora tuwashirikishe watoto yatima. Na alhamdulillah kwa kuanza tumeanza na watoto yatima 40. Unajua kuna watu wanafanya haya mambo labda wana miaka 2, 5, 10, lakini sisi ndo kwanza mara ya mwanzo, na hadhira nadhani inajielezea. Kwa hiyo na sisi tumeliona hili jambo jema, na kama mafundisho ya Mtume SAW anasema kwamba tunatakiwa tuwakirimu mayatima, na Mtume anasema atakayemkirimu yatima, atakayemtazama yatima atakuwa naye peponi kama vidole hivi, kahataini fil janna, atakuwa naye peponi. Kwa hiyo tumepata baraka ya watoto kwanza. Kabla ya iftari wametusomea dua kwa ajili ya kuwarehemu wazee wa kijiji kizima cha Mpendae, tunaowajua, tusiowajua, tuliowazika, tuliozikiwa. Kwa hiyo ala kulli hali, na sisi tunatoa wito kwa jamii kama hizi maeneo tofauti tofauti, tuwaangalie watoto yatima kwa kadiri ya hali ambayo Mwenyezi Mungu atatuwafikisha. Mimi nachoshauri, ukiamua kufanya jambo hili Mwenyezi Mungu anakuwafikisha. Yaani hili jambo watu hawa vijana wa Mpendae hapa maeneo ya Groliers, Getini na maeneo ya karibu hapa, hawa fikra ya kufutarisha imekuja tuseme kwenye 10 la pili. Yaani Ramadhani imeanza, watu wanafunga wakienda wakirudi, 10 la pili linaingia karibu na 13 ndio wameshtuka, jamani tufanye 1, 2, 3. Kwa maana ni jambo ambalo linawezekana, na kwa sababu tumekusudia hivi Mwenyezi Mungu ametia baraka, ndo kama hivyo mashallah tuliowakusudia wamekula, wameshiba. Hata nyinyi waandishi mmekuwa ni mashahidi juu ya hilo. Kwa inshallah tunatoa wito na sehemu nyingine tofauti tofauti walifanya ile jambo kwa kutaraji baraka na radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akitoa nasaha kwa jamii mara baada ya kumalizika kwa iftari hiyo, ameeleza kuwa unapofanyiwa wema unapaswa kulipa wema huo kwa kuwasaidia na kuwafanyia wema wengine wanahitaji msaada. Kwamba yeyote yule ambaye atakamfutarisha Muislamu ni kwamba ujira ule ataupata kwa yule mtu ambaye amemfutarisha, basi na ujira ule kuondoshwa. Kwa hivyo tuwashukuru vijana wetu hawa au vijana wenzetu hawa kwa kufanya jambo hili kubwa, na tunawaombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wafanikishe katika jambo hili na iwe ni sababu ya kuweza kufanikiwa katika mambo yao. Lengo hasa la kufanya jambo hili ni kuwaombea dua wazee wao ambao wameshatangulia. Baadhi yao, wengi wao wazee wao wameshatangulia, na wale ambao bado wapo katika ulimwengu huu, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala waondoshe hali ya kuwa wamewaridhia wao pamoja na sisi. Ikhwatal kirami, tumepokea mwaliko na kawaida kwamba Uislamu unavyotutaka ukialikwa ualikike, kwa sababu wakati mwingine na sisi hukumbwa na mambo ambayo pengine hutaka msaada kutoka kwao au kutoka zaidi ya wao, lakini kitendo kwamba kutojumuika kwa pamoja linaweza kupelekea mkawa kuna tafarruk, na wenyewe wanapata kusema, wanasema al-insanu asirul hawa, mwanadamu huathirika na yale mazuri ambayo yanafanyiwa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza kwamba pale ambapo anapokufanyia mtu jambo jema, basi na wewe mrejeshee wema. Lakini ikiwa utashindwa kumrejeshea wema huo, manake kumlipa, basi hakuna budi ni kumuombea dua. Kwa upande wao, watoto yatima waliohudhuria futari hiyo walitoa shukrani zao za dhati kwa vijana hao kwa kuandaa futari na kuwajali, wakieleza kuwa kitendo hicho kinaletea faraja na kuwafanya jisikie kuwa sehemu ya jamii. Nilichukulia kama vizuri
na Mwenyezi Mungu atawalipa kwa ajira huu. Mwenyezi Mungu alipe. Tunawapa vizuri na tunawaombea dua. Ningependa kuwashukuru sana na kuombea dua kwa Mwenyezi Mungu akafungue mambo yao na tunazidi sana kuombea dua. Nashukuru sana. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.